Basi wakasema huyu mzee ni jeuri sana, mpeni chai. Wakanipa chai, nikasema sawa. Chai ni fimbo. Chai ni fimbo. Hata ili jeraha. Kwa jina langu naitwa Mbuke Nduru Mkunga. Hekari za mahindi nilizofyekewa ni hekari 10 za mahindi, yaani zimefyekwa zote kabisa, kakabakia kama robo 3, na familia nilionayo ni kubwa na mahindi yamefyekwa. Hapa nilipo sina cha kufanya, kwamba nitafanya jinsi gani ndio watoto wangu wapate chakula. Mahindi menyewe yalikuwa tayari yameshaachanua. Mimi tangu mwaka 2020 niko humo nalima. Nimefyekewa mahindi yangu yote kabisa, yaani yote kabisa. Niliwakuta wale wa bwana wako wanafyeka, nipo waona, nikaona hapa nikiwasogelea itakula kwangu, nikaona bora tu nitoke. Ndio hivyo, ni eka 8. Hamna na kwa wengine labda majirani ambapo hawajafika, kuna kasehemu kidogo wamebakiza, walifyeka alafu wakaacha kidogo. Eneo hilo ambalo wewe ulikuwa unalilima unalifahamu ni eneo la namna gani? Hilo eneo mimi nilikuwa nalijua, maana tumesafisha, hakuna buguza. Miaka 4 kutoka 2023 mpaka sasa hivi tuko tunalima. Mlikuwa hamjui ni eneo? Hamna kabisa. Mimi jamani, kusema kabisa ukweli, mpaka mahindi yameanza kubeba, nikajiuliza sasa watoto watakula nini kwa hali kama hii? Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijala kulingana na hili jukumu. Hizo si nichemsha bongo jamani. Kwa hiyo maana yake hapa wewe ulikuwa ufahamu kwamba eneo hilo ulilolima ni la nani? Sikuwa silijui kabisa. Nilikuwa sijui. Kuna mtu yote aliyeweza kuuzia labda? Hamna mtu aliyeniuzia. Hamna pa kulima jamani. Tutaenda kulima wapi wakati sehemu yenyewe ni ndogo? Lazima unaenda kujibanza kujificha hivyo hivyo. Utafanyaje? Kumbe ulikuwa unajificha ficha. Kwa majina naitwa Zabera Yanga Kinyoma. Nilikuwa nimeenda kulima nikafyekewa mahindi. Yanga hii? Yanga hii ya kutisisi. Yanga Kinyoma. Kinyoma yake na ndo kwa nimefyekewa eka 5. Hapa sasa sina pa kushika, sina pa kufanyeje, sina chochote kile. Mimi na miaka 4 niko nalima kule. Mimi kwa jina naitwa Albert Damiano, mkazi wa wilaya ya Kasulu vijijini Mrufiti. Mimi ile eneo nimelima kuanzia mwaka 2023. Tumelima, tumepalilia vizuri, tumepanda vizuri. Mahindi yameshatoa maua, yamebeba watoto. Tukaona askari jemu wanaingia kufyeka mahindi. Nasema nyie mnalima hifadhi? Akasema kwanza tumelima leo hii hapa ndio imekuwa hifadhi. Sema hii ni hifadhi ya wanyama. Basi mimi nilivyowaona wakanikamata, nikaenda nao, wakaniambia fyeka. Nikasema mimi siwezi nikafyeka mahindi, nimelima alafu nifyeke mimi mwenyewe, bora mniue, mimi sishiki panga wala kufyeka. Basi wakasema huyu mzee ni jeuri sana, mpeni chai. Wakanipa chai, nikasema sawa. Chai ni fimbo. Chai ni fimbo. Hata ili jeraha ni wao wenyewe. Hii kovu hii kovu ni wao walinipiga. Unaona, hekari nilizolima ni hekari 5 za mahindi na hekari 2 za maharage, lakini zote wamelaza chini. Mimi jirani yangu ni Dwese na yeye akafyekewa. Jirani yangu wa pili ni Suke akafyekea. Kuna muha fulani sijui wa nani hii huko anapotokea yule nani hii. Huyu ni nani huyu wa rais ni nani huyu rais mstaafu? Makamu wa rais kule.
kule Kasumu. Ana heka nyingi lakini hajafyekewa hata kidogo. Sijui ni diwani, yani kama kwamba tu ni mtu aliyelima eneo likubwa. Kwa hiyo sasa tunapozungumza hivi bila kuona tukio kule anapotokea diwani yu nani makamu wa rais. Unaona? Hamna jina silifahamu. Yeye hajafyekewa hata kidogo lakini sisi yani ana hekari nyingi. Yani kwa kukisia. Yani tuseme kama 50 kwa sababu na Warundi karibia sijui niseme kama 40 au 50. Warundi wanaolima mle. Na hakuna hata Mrundi ambaye anapapaswa. Unahisi kwa nini hafyekewi hasa? Yani huwaga nafikiria nashindwa kupata majibu. Lakini mtu kama mimi ni masikini wa mwisho. Hapana, labda najua tu labda wanajuana na hao mali asili. Au labda kwa kuwa natoka kwa makamo. Ndio maana yeye hawanyanyaswi wale wa kule. Lakini kwa kuwa sisi ni watoto wa hali ya chini. Ndio tunapigwa kama vile ng'ombe. Unajua ng'ombe? Basi jamani, nashukuru ni kwa hilo jamani. Naombeni msaada wenu lakini mnisaidie.